Na tukiangazia mengine ni kwamba zaidi ya vijana 700 kutoka kaunti za Nyanza wanakaribia kumaliza awamu ya kwanza ya masomo ya lugha ya Kijerumani ili kuwawezesha kupata ajira katika mataifa ya ughaibuni. Ni mpango ulioanzishwa na serikali ya kitaifa kupitia kwa Wizara ya Usalama wa Ndani ili kutafuta suluhu kwa changamoto ya ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana humu nchini. Vijana hawa ni miongoni mwa wale waliofaidika na mpango huo uliohusisha vijana walio na ujuzi hasa kutoka kwa familia za wajane. Hapa wanajifunza lugha ya Kijerumani ambayo ni muhimu katika mpango huo ambao unaendelea katika Chuo Kikuu cha Tom Mboya, kaunti ya Siaya. Serikali ya Kenya iliandikisha mkataba na taifa la Ujerumani ili kuwezesha vijana kuelekea katika nchi hiyo na kuajiriwa. Swala la ajira nchini likiwa kizungumkuti. They are working so hard and they really learning the language very fast. We have done even assessment tests and their performance is very good. Kulingana na baadhi ya vijana ambao wanapokea mafunzo hayo, matumaini ya kupata ajira hapa nchini yanadidimia kila kuchao licha ya kuwa na masomo na ujuzi mbalimbali. Na sasa huenda mpango huo ukafufua matumaini yao. Getting a job in Kenya hasn't been a walk in the park. It's been a difficult moment. You'll get jobs that are not guaranteed. Today you are on job, the other day you are not on job. But just study, make sure you're well equipped with the language and you'll get a job in a first world country. Mimi kwa hakika nimesomea walimu. Ninafunza wale watoto wa chekechea. Ningependa somo hili aliende mpaka kwa wale watu ambao wanatoka mbali, kwa maana wanatumia mambo mengi kama saa zingine wanapata kupata njenje ni shida. And ask him that even in Budalangi if he can also establish a branch, I think he'll be doing a better job. Mpango huo vilevile umevutia idadi kubwa ya vijana kutoka kaunti jirani ya Busia, hasa eneo bunge la Budalangi, ambao hulazimika kusafiri zaidi ya kilomita 20 hadi eneo la Hawinga, kaunti ya Siaya kupata mafunzo hayo. So tunaomba tu ili nafasi hii tena ukumbuke sisi wazaliwa Busia tena Bunyala nzima. Tuko na sehemu kubwa sana hapa Busia na zile sehemu ambao tunaweza tukapata mafunzo ambapo tunaweza tukapeana kama wakaaji wa Busia. Lakini tuko na ombi kama wazazi kutoka Busia County ya kwamba daktari aweze kutuhurumia pia. Hii lote ambayo ikiisha wakichukua ingine aweze kukubali tuweze kupeana institution moja huku watoto wao waendelee kusomea hapa karibu. Tuko na institution nyingi na tuko na sehemu ambazo tunaweza weka ili hawa watoto wakaweze kusomea mahali hapo. Wanyala wanaweza peana. Mwakilishi wa wadi ya Bunyala Kusini, Silvanus Alianda, amefichua kuwa eneo bunge hilo lina taasisi za serikali ambazo hazitumiki na kupendekeza kwa serikali kutumia taasisi hizo na kusaidia vijana kutoka kaunti ya Busia kunufaika na mpango huo. Huu ni mradi mwema sana ambao uletwa na serikali. Na niliposikia kwamba kutakuwa na mradi ya kufunza vijana wetu lugha zile za ugaibuni ili wapate kazi ya kwenda kwa mfano kule Ujerumani na sehemu zingine, ilikuwa ni mradi ambao mimi kwangu nilifurahi sana. Jane Cherotich, runinga ya Citizen, Busia.